Mapinduzi mkoa wa Singida, Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Singida, Mheshimiwa mwenyekiti wa vijana wa mkoa, waheshimiwa wajumbe wa kamati ya siasa ya mkoa, Mheshimiwa mwenyekiti wa wilaya pamoja na Mheshimiwa DC wa wilaya, wajumbe wa kamati ya siasa za wilaya pamoja na kata hii ya Itigi, vijana wote, wazazi na UWT, najua nyote mmekusanyika hapa, bila kusahau waheshimiwa madiwani ambao mpo hapa, lakini pia niweze kutambua itifaki kama vile ambavyo ilitambulishwa kabla yetu. Kwa heshima kabisa nisiwasahau viongozi wetu wa dini, niliambiwa pana chifu hapa, kwa machifu wetu ambao wapo hapa, wenyeji wetu, wananchi wa hapa Itigi pamoja na wengine wote ambao tumekuja kuungana. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Inshallah, naomba nianze kwa kutoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutukutanisha leo kwa wingi huu ambao tunauona hapa tukiwa wazima sote, na kwa wale ambao wana matatizo ya hapa na pale wameshindwa kufika, basi kuwaombea dua Mungu awajalie salama ili waweze kurudi kwenye hali zao. Kwanza kabisa, baada ya shukrani kwa Mwenyezi Mungu, nipende pia kutoa shukrani zangu za dhati sana sana Mheshimiwa mwenyekiti, toka nimefika Singida, yaani kila mmoja anamshinda mwenziwe. Kwa namna ya mapokezi yalivyo, yaani kila unapokwenda unahisi kama haitatokea kama hawa, lakini kila ukienda kwa kweli hawa ndio wamefunga kazi. Kwa hiyo nitoe shukrani zangu za dhati sana kwa mapokezi haya, lakini kwa ukweli, kwa kusikia kwamba kuna jambo linahusu Chama cha Mapinduzi, wao wakajitokeza kwa wingi huu ili kuja kusikiliza. Mimi nitoe shukrani, lakini kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi napenda pia nitoe shukrani za dhati sana 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 kwa kazi kubwa sana ambayo imefanyika hapa Singida, na bila shaka Itigi na Manyoni ni sehemu ya mkoa huu. Ushindi mkubwa ambao umeipa Chama cha Mapinduzi. Wagombea wa Chama cha Mapinduzi kwenye ngazi zote, ushindi ambao umewapa unatishia uhai wa vyama vya upinzani. Na nadhani wanapaswa wajitafakari. Lakini hayo yalianza kupata dalili. Nilikuja hapa kabla ya uchaguzi wa serikali za mitaa, nikaambiwa kwamba tunaenda kufanya miujiza kwenye uchaguzi ule, na kweli mjizo ulikuwa mkubwa sana, sababu huwa tunakaa tunafanya tathmini ya mikoa yote katika ngazi huko ya kamati kuu na halmashauri kuu. Kazi imefanyika kubwa sana kwenye mkoa. Ni fahari sana kwangu nikisimama pahali kama mlezi wa chama wa mkoa na sifa ambazo mkoa unazipata. Kazi ni kubwa, kwa hiyo kubwa sana kutoka kwenye Chama cha Mapinduzi. Ni asanteni sana 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 kwa kazi kubwa mlioifanya wakati huu. Bila shaka haya yamefanyika kwa sababu kwenye ilani ile iliyopita kulikuwa na ahadi nyingi sana, na ikumbukwe kwamba ilani iliyopita ni ilani ambayo ilikuwa na kitabu kikubwa kuliko ilani yoyote iliyowahi kutungwa katika nchi hii. Lakini asilimia ya kazi iliyofanyika, na kwenye hili nitapenda sana sana kuishukuru serikali. Bahati nzuri yupo Mheshimiwa mkuu wa mkoa, yupo Mheshimiwa mkuu wa wilaya, kwa sababu walitekeleza kwa asilimia kubwa sana kazi ambazo tulitarajia. Sasa utekelezaji ule
ndio umepelekea watu kupata imani na chama na kuleta ushindi wa kishindo ambao umeletwa kwenye mkoa huu. Na si kwamba hautambuliki ule ushindi au juhudi iliyofanyika. Kama alivyozungumza mwenyekiti, ilipaswa mkoa huu upate mtoto kutoka kwenye mkoa huu kusaidia shughuli za serikali, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Mheshimiwa Daktari Mwigulu ni sehemu ya Wanasingida na amepewa kazi sasa, inakuwa sasa si ya Iramba tu, ni kazi ya nchi nzima. Nchi nzima ni waziri mkuu. Kwa hiyo ana kazi kubwa sana ya kusimamia ilani ya chama hiki ambayo tumeitangaza safari hii kwenye mkoa mzima. Na bahati nzuri hapa aliposimama mheshimiwa mkuu wa mkoa, na tokea juzi alikuwa anatoa maelezo ya kazi ambazo zimefanyika maeneo tofauti. Kazi ni kubwa, lakini na ahadi na kazi ambazo zinaendelea kwenye miundombinu na maeneo mengine, kazi ni kubwa sana sana sana. Kwa hiyo tunawashukuru sana sana wana Manyoni, lakini pia tukumbuke hapa tulitoa kauli mbiu ya sherehe zetu za miaka 49, na naomba mnikumbushe kauli mbiu inasemaje? Tumechagua umoja na amani kwa maendeleo ya taifa letu, si ndio? Sasa hilo ndilo kwa msingi lenyewe hapo wakati wa uchaguzi, kwamba tulichagua kwa sababu tunachagua vitu viwili hivi ambavyo vinasimamiwa na Chama cha Mapinduzi, amani na umoja. Kwa hiyo mshikamano na umeanza kuonyeshwa hapa. Tumekuja, shughuli ni ya umoja wa vijana. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti wa vijana, lakini wapo wananchi wote, wapo wanajumuiya zote, wapo watu kutoka katika maeneo tofauti wamekuja kushiriki, kusikia kitu gani kikubwa ambacho pia tumekuja nacho. Lakini hatuna jambo kubwa sana, kubwa ni shukrani, na shukrani tumeanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uhai na uzima tukakutana. Lakini pia nichukue nafasi hii nitoe shukrani nyingine. Shukrani yangu kubwa nyingine ni kwamba tarehe 29 Novemba palianguka fitna kidogo hapa. Iliangushwa fitna ndani ya nchi, pakataka kuvurugika. Kazi ambazo tumezifanya kwa miaka nenda miaka rudi zikataka kuharibiwa ndani ya siku moja siku mbili. Shukrani yangu kwa Wanasingida kwamba mdudu yule hakuingia kwenye masikio ya Wanasingida. Fitna ile kidogo kile hakikufika huku. Watu walisimama imara kuhakikisha wanakamilisha uchaguzi. Lakini niwashukuru sana vijana, kwa sababu fitna ile iliingizwa kupitia vijana. Lakini vijana wa Singida wakasema hapana, sisi tutahakikisha haifiki huku hiyo fitna, lakini sio hilo tu, tutasimamia amani katika eneo letu, na hilo lilifanikiwa. Fitna za namna ile mara nyingi huwa zinapigwa katika mataifa mengine, na wanatafuta vizazi vyetu ndio wanakabiliwa ili waweze kuleta, kwa sababu fitna ile haiwezi kuingia kwa kutoka nje moja kwa moja bila kuhusishwa na sisi wenyewe. Lakini tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwamba kizazi kilichopo ni kizazi cha watu wenye kuelewa na wakubali kupokea fitna ile. Fitna ile imepelekwa kwenye mataifa mengine, sote mashahidi. Hatuna haja kutaja mataifa ya watu majira, lakini kumechafuka sana, nchi nyingi sana zimechafuka kwa uongo na fitna ile. Kwa hiyo sisi wa Tanzania na wengi wetu, tena tuwaambie vijana kwamba nyinyi vijana ambao mtakuwa viongozi wa baadaye, sisi tunaotuona sasa hivi madarakani ni kizazi ambacho kimezaliwa ndani ya muungano. Yaani sisi sio wale ambao kabla ya uhuru wa Tanganyika na Zanzibar ile kabla ya uhuru na mapinduzi. Sisi wote ni kizazi cha mara baada ya muungano. Kwa nchi tunayojua ni Tanzania. Kwa hiyo asitokee mtu akatuuzia fitna tukaipokea tukakubali kuja kuharibu nchi yetu. Maendeleo ambayo mtu mmoja mmoja anayapiga katika familia yake huwa yanachukua muda sana. Sisi sote hatukufikia hapa tulipofikia, isipokuwa tumetokana na vizazi vya wazee ambao walikuwa maskini, lakini wakatujenga kidogo kidogo. Unapelekwa shule, wakati mwingine kama haitoshi, na hapa tumeambiwa sasa hivi elimu ni bure. Sasa juhudi ile mtu anajijenga kidogo kidogo, ana nyumba yake, ameanza kukusanya matofali,
halafu anatokea mtu mmoja anakuja na fitna, juhudi yote ya miaka 5 ile anaifanyia kwa mara moja tu, anaitia moto kwa sababu tu ya chuki binafsi. Tumeruhusu vyama vya upinzani viwepo na ni kwa mujibu wa katiba, lakini hatujaruhusu viwepo kwa maana ya kuharibu umoja na amani ambao tunao. Kwa hiyo wana Singida, shukrani yetu ni kubwa sana kwa kupokea uongo huu. Shukrani ni kubwa sana kwa kupokea fitna hii. Kwa hiyo kwenye hili nawapongeza, lakini muache vijana, moyo mliokuwa nao tarehe 29 muendelee kuwa nao huo kuimarisha umoja, amani na mshikamano wetu. Baadaye mtarithi hivi viti vyetu, lakini mtakuwa nacho kizazi ambacho na chenyewe mtatakiwa ukifundishe ili nacho kiweze kukuta Tanzania ambayo imepiga hatua kubwa sana pale ambapo mtakuwa mmepata nyinyi baada ya kushika haya madaraka ambayo. Kwa hiyo haya madaraka tulionayo ni ya kupokezana vijiti. Sisi sio wale ambao tulileta uhuru kwenye nchi, lakini sisi ni vizazi vya wale ambao wakati ule wao ndio wanasimamia kuweza kupata uhuru. CCM oyee! Singida safi! Baada ya maelezo hayo, niende kwenye jambo lingine kwamba mwakani tutakuwa tunatimiza nusu karne ya kuzaliwa kwa chama chetu. Sasa hivi kwa maana ya kesho tunaenda kusherehekea miaka 49, lakini tunaelekea kwenye nusu karne kwa maana ya miaka 50 ya kusherehekea chama chetu. Chama hiki ni chama kikubwa sana. Wengi ambao tumejikuta tumo ndani ya chama hatuwezi kuimagine ule ukubwa wake, lakini kwa sisi ambao sasa tumebahatika na kwenda nje kwenye baadhi ya mataifa na kuona vyama vyao vya siasa vilivyomo kwenye zile nchi, unaporealize kwamba Tanzania tuna chama kikubwa, na si hichi chama si kikubwa tu kwa maana kikubwa hapa Tanzania. Naweza kukuambia ni chama cha siasa kikubwa Afrika. Hiki Chama cha Mapinduzi. Maana kama ungeweza kutulinganisha wakati ule ungeweza kutulinganisha labda na ANC, lakini sasa hivi hata wao wana fitna ambayo imeingia, wameungana na wale makaburu sasa hivi kuunga serikali. Sisi bado hatujafikia huko. Chama hiki ni chama kikubwa sana. Actually hiki ni chama cha siasa. Maana vingine ukienda kuangalia bado havijawa vyama vya siasa hasa kama kilivyo Chama cha Mapinduzi. Ni mfumo ambao tunao tokea chini chipukizi mpaka unapofikia popote pale, na uongozi umepangwa kwa mujibu wa katiba na kanuni zetu, na tunazo jumuiya ambazo zinasimamia upande wa vijana, tuna jumuiya ya wazazi, tuna UWT, kila kitu kinakwenda kwa mpango na kinakwenda vizuri sana. Kwa hiyo chama ni chama kikubwa sana. Sasa kwa sababu ya ukubwa wetu, tunapoelekea kwenye nusu karne, tulikuwa tunaomba tujiimarishe, tuanze kuimarisha miundombinu ya chama chetu. Nashukuru sana Mheshimiwa, ofisi yetu ya mkoa imeshaanza na yenyewe inapiga hatua katika kufanya ukarabati mkubwa, lakini hata huko kwenye wilaya zetu, kwenye kata zetu, tuanze kuimarisha majengo yetu ya chama, tuanze kuimarisha rasilimali za chama, na rasilimali pamoja na maeneo kwa maana ya viwanja ya chama. Na napenda nipongeze sana, kuna maeneo mengi tukipita naona miradi yani wameweka ndani frame zile za maduka kwa maana ya kuimarisha lile pato la chama katika eneo lile. Vitu hivi tuendelee kuviimarisha, tuvifanye viwe vina muonekano mzuri ili kutoa picha halisi ya ukubwa wa chama chetu. Chama chetu kina ukubwa wa idadi ya watu, lakini tuonyeshe kwamba si watu tu, lakini hata rasilimali bado tuko vizuri. Kwa hiyo tuendelee kuimarisha chama chetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya haya maelezo machache, mimi sitakuwa na mengi sana ya kuzungumza, lakini napenda nimalizie pia kwa kuzidi kuwapongeza na kuzidi kuwaasa vijana wetu kwamba chama hiki nyinyi kiko mikononi mwenu, nyinyi ndio mnaweza kukiimarisha. Chama hiki nyinyi ndio mnaweza kukilinda kama ambavyo mmefanya tarehe 29 tukafuka salama. Kwa hiyo tuendelee kukilinda hiki chama, tuendelee kukiimarisha na muendelee kukilinda chama chenu kwa ajili yenu nyinyi na vizazi vinavyokuja baada ya ninyi. CCM oyee!